za kitambulisho, power of identity. Na nisomewe maandiko katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa 12. Maandiko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu chapter 1 verse 12 inasema hivi: bali wote waliopokea. Hebu anza 11 ndio ieleweke. Verse 11 inasema hivi: alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kuongea kuhusu kitambulisho ambacho tunapewa na Mungu na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linaongea kuhusu Kristo mwenyewe na kukuja kwake. Na neno la Mungu katika mstari wa 11 imesema ya kwamba alikuja kwa watu wake, lakini watu wake walimkataa. 12 inasema ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wake, yani walioitanishwa na jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa, kila mtu duniani, hata mwenda wazimu mwenye ako kwa barabara yenye ajifahamu, ana kitambulisho chake. Nikiongea kuhusu kitambulisho, siongei mambo ya kati, naongea kuhusu vile anajulikana ni wanani, kwao ni wapi, hivyo. Na hata wewe uko hivyo. Kuna wengine wana vile wanajulikana. Na Bible inasema ya kwamba Kristo kukuja kwake duniani alikuwa amekuja kwa Wayahudi ambao walikuwa wameitwa na jina la Bwana, lakini walimkataa. 12 ndio inasema wote waliopokea, wote Wayahudi, Wayunani, kila mtu, taifa yoyote alipatia uwezo wa kuwa wana wake. Kitambulisho kikubwa ama hata ya kitambulisho ni ya kutumia, ni ya ujulikanaje wewe ni nani wa nani. Si ni kweli? Pata wake fadere ile tiwele wao. Na kweli ni wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio inakuwa haja ya kitambulisho. Kila mtu ambaye ni mtu mzima katika taifa hili na taifa zingine, kila taifa ina kiwango kile imeweka. Ati mtu akifikisha miaka fulani amekuwa mtu mzima. Katika taifa letu la Kenya, ukifikisha miaka 18 lazima uwe registered kwa serikali. Wewe ni nani, mtoto wa nani, na kwenu ni wapi, na ulizaliwa lini. Hiyo ndio kitambulisho, zile details ziko kwa kitambulisho. Na hivyo ndivyo wapendwa, ndivyo ilivyo katika ufalme wa Mungu. Hicho kitambulisho chako, kuna mambo mengi katika taifa hili huwezi fanya bila kitambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Bwana asifiwe. Mtu mzima bila kitambulisho katika nchi ya Kenya, polisi akikushika akuitishe kitambulisho ukose, unaweza fungiwa kama hujui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wena miaka late kana 25 na dole kifandi. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukisema unaitwa Kamau ama Wambua, ujulikane wewe ni kabila gani yenye iko Kenya, na huna kitambulisho, watajuaje? Na huna mahali uko registered ati wewe ni mwananchi wa Kenya, unaitwa fulani wa fulani, na kwani ni mahali fulani. Kwa hivyo kuna mambo mengi. Siku hizi tunaona hata account kwa banki huwezi fungua
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitambulisho cha ufalme wa Mungu sio kitu kama kitambulisho cha Kenya chenye unaguza hivi. Ni kitu ambacho ni cha kiroho, inajulikana katika ufalme wa Mungu wewe ni nani na wewe ni wa nani. Mungu akawaambia manabii kama vile alimwambia Yeremia, nalikujua kabla ya misingi, nikakutaua kabla haujatoka tumbo ya mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba Yeremia alijulikana na Mungu. Yeremia alipotoka tumboni mwa mama yake, ilifika mahali hata Waisraeli wakajua Yeremia ni nani. The same case to Isaya na wale manabii wakubwa na hata wenye wanafanya kazi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo wapendwa, hata wewe nataka ujue siku ya leo, kukaa bila kitambulisho katika ufalme wa Mungu ni hatari sana mpendwa, na ndiposa kuna mambo unajaribu kufanya hauwezi, maana hauna kitambulisho katika ufalme unaoita ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo unatamaniki uwe naye katika maisha yako, lakini ukweli ni ya kwamba hauwezi pokea. Ni kwa nini? Hauna kitambulisho katika ufalme ambayo unadai vitu kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hawa wakimbizi wanaokuja huku na refugees ambao siku hizi tuko na watu wa mataifa tofauti, unakuta tuna wa Rwanda, tuna wa Burundi, tuna wa Sudanese wamekaa Kenya. Nataka nikwambie mpendwa, huyo mtu na wewe ni tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa asipopita njia za kando apate kitambulisho cha Kenya, huyo mtu na wewe ni tofauti. Maana kuna mahali unaweza fika, yeye hawezi fika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vile unaweza jijenga kama Waburundi. Nimekuja kujua ni watu wana biashara. Hao watu wanajua biashara, hata hawapendi hiyo kuandikwa. Wanafanya biashara sana hao watu, na wanafanikiwa, wanafikiria wana hiyo neema ya biashara. Lakini huyo mtu kuna mahali hawezi kufika, maana pesa yake sio wanawekanga kwa kalimo, hana kitambulisho ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mambo hawezi fanya, hata akitaka kuendelea kule hawezi, maana hana kitambulisho ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unless sasa aende university kwao, lakini si Kenya. Na hivyo ndivyo ilivyo hata katika ufalme wa Mungu. Wakati unaishi katika nchi, katika ufalme ambaye hauna kitambulisho chake mpendwa, kuna mambo ni moyo tu unaitamani, lakini hauwezi yafikia. Kuna viwango, kama vile tunaongelea kuhusu viwango. Kuna viwango tunatamani, lakini hauna kitambulisho cha kukupeleka katika kile kiwango. Ni kwa nini? Ni kwa sababu katika kila ufalme lazima uwe na kitambulisho chake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata katika ufalme wa shetani, wale watu wanatumikianga shetani wanakuwaga na vitambulisho, na vitambulisho sana sana za ufalme ule ni alama wanatiaga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna mzee niliombea hapo wakati mmoja, alikuwa anakuja hapa ziwa yake, alikuwa mgeni ya maji. Kuna mzee alikuwa hapa, nilienda kuombea, Roho wa Mungu akaniambia ana alama ya shetani, na nikaitaja, nikatangaza katika jina la Yesu, na hiyo alama isikudhuru. Huyo mzee vile alibehave hapa mwezi juu, imagine nilimguza mahali ambaye hakurudi kanisa tena. Tukikutana namuuliza, mzee nilimuombea sana at least akombolewe, lakini alitoroka kwa kanisa. Shetani ni mchacha, anajuaga mahali unaweza kombolewa. So
anafanya jitihada zake zote. So usipomtambua hata wewe atakuondoa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vitambulisho vya shetani, wale wanatumikiaga shetani wanatiagwa alama. Ndiposa wapendwa, ninawaambiana sio vizuri kufuataga kila kitu chenye umeona, kila fashion yenye umeona, vijana kila kitu, kila design ya nguo, mapicha zingine ujuaji ni za nini ama zina maana gani za kuogofya. Ati ni mapisha timekucha, unapata vijana wawili naye na baba unanunua, na labda hiyo ndio alama, na hata hauna hekima wala ufahamu ati kitu kinapokelewa na shukrani na kutakazwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza imani ikose kukudhuru maana una ufunuo fulani. Bwana asifiwe. Na labda hata hujui. Na kwa hivyo wapendwa, ndiposa si vizuri mtu wa Mungu kila kitu chenye uliona na huko, kila fashion yenye uliona inaweza kuwa ni alama ama ni identity ya ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na sisi wapendwa, identity yetu ni damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akasema, wote walionipokea walipewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo unaitwa mwana wa Mungu ni kwa sababu ya kuwa na Yesu kama mwokozi ndani ya maisha yako na kufuata njia za huyu Yesu. Hiyo ndio sababu inafanyaga uitwe mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni kitambulisho chako kama mwokovu. Hiyo ni kitambulisho yako mpendwa, na ni vizuri kujua hivyo. Na kama vile nimewaambia, polisi akikushika bila kitambulisho, hata ukijaribu kumwambia unaitwa Wairimo ama unaitwa Kamau na unaitwa Gotiso, hata amini kabla hajaona kitambulisho chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Si hata kwa polisi ukishikwa unachukua kwa hii. Bwana Yesu asifiwe. Unachukua kwa nini? Au koroni kifani wake ile itajulikana. Na kama haujawahi chukua itajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nataka kunena hali ya ndugu yetu sana. Ndugu yetu sana au jirani yale mbona na damu ile kirege ile mwile sana. Bwana asifiwe. Yasungile. Haya. Kwa hivyo nilimsaidia kuchukua kitambulisho, maana it happened aliishi bila kitambulisho. So mama alifanya jitihada zote to make sure ndugu yetu ana kitambulisho. Kumbe alijaza kitambulisho hakuende na hasemi. Alipochukuliwa hii ulizo kijana ushakuwa na kitambulisho. Ukia ukweli nilijaza siku yote na si ukesema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asikuwa nataka kuambia hiyo ni example nzuri, lakini Mungu alimsaidia naye sana kwa mfuko kwa neema ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati kama ushachukua na ulipoteza inajulikana. Kama haujawahi kuwa naye bado inajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo hata katika ufalme wa Mungu wapendwa, tuna alama tunawekagwa. Na tuwekwe ile ndio wewe pekee mwana ni Yesu. Unachukuliwa zile wado that print. Unachukuliwa katika ufalme wa Mungu.
kitambulisho. Na sana siongei kitambulisho ya Kenya, naongea kitambulisho ya ufalme ambao tunajivunia, ufalme wa Yesu Kristo. Kuna baraka zenye tunazuiliwa. Haleluya. Kuna baraka ambazo shetani hutupiga life kwa sababu hatuna vitambulisho. Biblia katika kitabu cha mitume, hebu soma mitume 19 13-16. Atomoi 13, hapana 13-16. Matendo ya Mitume 19 13. Anasema hivi: baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuweko wana 7 wa mtu mmoja, Skewa, Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini nyinyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inaongea kuhusu hawa Wayahudi ambao walikuwa ni wana wa kuhani. Wana wa kuhani ni kumaanisha ya kwamba ni watoto waliozaliwa na kuhani mkuu, ni kuhani ama na makuhani. Na Biblia inasema ya kwamba inawaita Wayahudi waliotangatanga. Sio Biblia inawaita. Biblia yale kuiwera meta Ayahudi oroli. Bwana asifiwe. Amen. Na walikuwa wanajaribu kutoa mapepo. Na Biblia inasema ya kwamba walipokutana na mtu aliyejaa mapepo, wakajaribu kuitoa ile mapepo. Na Biblia inasema ya kwamba huyo mtu ama haya mapepo yalikuwa ndani ya huyo mtu iliwarukia, maana walijaribu kutoa mapepo na nguvu za ufalme ambaye si wake. Maana yakutakoma na inawaona maki matarelegi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ni kumaanisha walijaribu kupigana vita. Huyu ni mtu ambaye anajifanya polisi ama mwanajeshi na ana kitambulisho cha Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna uwezekano ila tunafanyaga tuwaheshimu polisi ama wanajeshi, ni hiyo crown ambaye mkubwa alituambia jana, aliambiwa ndio mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kile kitu unakabidhiwa ionekane ya kwamba wewe ni mfanyakazi katika ufalme huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watu walileta kupigana vita na maadui na nguvu za ufalme ambao hawana vitambulisho vyake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia inasema wakati walipatana na huyu mtu wakajaribu kukemea mapepo, waliambia mapepo katika jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo utoke mwende. Biblia inatuambia ya kwamba huyu
turana kila turana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hii unakuta ya kwamba mtu lazima atafute chakula kujikika na majani. Lazima aete mafuta kwenye inaete yako ya kujikika na maadui. Lazima uweke vitu kwa nyumba. Picha ya pastor wenu ya kusita kubali uweke kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ujikike na nguvu za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa, ukweli ni ya kwamba hawa watu baba yao alikuwa ni kuhani. Baba yao alikuwa ni pastor wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba walipoenda vijana 7 na huyo mwanaume ni mmoja kulingana na Biblia, walienda kufukuza yale mapepo. Mapepo yakauliza, na nini Paulo mwenye mnaongelea na Yesu mwenye mnataja, hao wote tunawajua, lakini nyinyi ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wacha niwaambie, lazima mkuwe na kitambulisho. Ukiwashindwe ukawa na kitambulisho, yona makisio kwao bila ushindi. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu shetani anakujua. Mapepo ambao ni malaika wa shetani wanakujua, na Mungu wa mbinguni anakujua kama wewe ni wake ama si wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo mpendwa, hicho kitambulisho kinasemaka wewe ni nani na wewe ni wa nani na kwenu ni wapi. Lazima ukuwe na kitambulisho katika ufalme wenye unashuhudianga. Bwana Yesu asifiwe. Uko mwako wekaine ni baba yako wa mbinguni ya kwamba huyu ni mtoto wangu, iwe inajulikana wewe ni nani na wewe ni wa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu wapendwa, vita hivi tunapigana hapa duniani, tunashindwa kwa sababu ya kukosa identity ama kitambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kienda kuwapi mpendwa, newe wa mmono kuwa na uhakikisho ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alizaliwa kupitia na Roho na alizaliwa na mwanamke na njia ya kimwili. Hakuna vile angeweza kufanya kazi duniani bila kitambulisho ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ijulikane alitoka mbinguni, na ndiposa ifati hayo maandiko Bishop alikuwa kijana wakati alibatizwa. Lazima Mungu akashuhudia kwa watu na pia kwake ijulikane huyu tu si kijana wa Mariamu na si kijana wa Yusufu. Huyu ni mwana wa Mungu wa mbinguni, na ndiposa Mungu akakuja akapatia kitambulisho, akawaambia watu, huyu ni mwanangu nimpendaye na anayenifurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu unaokinyakia hairoki madelekani, Mungu mwenyewe aseme huyu ni mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Bado ni vizuri kujua ya kwamba ama kuwa na uhakika ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na hiyo ni kitambulisho tosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujulikanaje? Na wacha nikuambie, kila mahali unaenda mapepo yanakutazamaka. Haleluya. Amen. Nguvu za giza zinakutazamaka. Na kwa hivyo, na ndiposa katika Ufunuo Biblia inasemanga shetani ni mtu stati. Shetani ni accuser wa watu wakali. Bwana Yesu asifiwe. Anapelekaga mashtaka kila wakati kukustaki kwa Mungu. Kwa nini? Anakutazama. Shetani atwala na nawe. Ukiongea uongo anajua. Ukifanya vibaya anajua. Mahali umefanya vizuri anajua. Ewe ukienda mbele za Mungu na kauzuri kamoja na mabaya 5, una mashtaka 5 mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri kwa sababu umeamini damu ya Yesu Kristo ambaye inatupatia kitambulisho. Biblia inasema ya kwamba na Mungu naye kwa damu ya Yesu Kristo anatuondolea
Bwana Yesu asifiwe. Napenda Mungu maana yeye ni mwingi wa rehema. Na damu hii inatutakasa. Damu hii ni kipawa cha dhamana ambacho kinatufanya tuwe wanawake. Na ndipo sababu ilituambia wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wanawake. Kwa hivyo wewe unasema kwa ujasiri wewe ni mwana wa Mungu kwa sababu umekubali kuoshwa na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hajafanya kazi ya kutukomboa kabla hajapokea kitambulisho kutoka kwa Baba. Yeye ni mwana wa Mungu aliyetumwa, na ndipo sababu inasema ya kwamba ananifurahisha. Katika Yohana 17 anasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 13 anasema ya kwamba huyu ni mwanangu, msikiane na mumtii. Hiyo ni kitambulisho Kristo alipewa na Baba ili aweze kutukomboa. Ndiposa tukimsikia tuwe wa kukombolewa na tuwe wa kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna jinsi vile Kristo angetukomboa bila hicho kitambulisho. Watilete Kristo angehotira watopora bila kujulikana na watu, maana hii sauti inasikika na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Petro akiongea katika kitabu cha Petro wa pili anasemaga ya kwamba sisi ndiye mashahidi tuliyesikia kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Petro yeye alikuwa amesikia Mungu akishuhudia ya kwamba Kristo ni mwanae. Kwa hivyo Kristo bila kile kitambulisho ya kwamba ni mwana wa Mungu hakuna vile angetukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo alikuwa amezaliwa na uweza wa Mungu, lakini hakuna vile angetukomboa bila kutambulishwa na Baba wa mbinguni ama na ufalme wa mbinguni. Na mpendwa, ninakuambia hakuna vile utatimiza mapenzi ya Mungu bila kutambulishwa na ule ufalme ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo sasa unasikia kuna mahali kwingi Mungu anatupitishianga bila kujua ni wapi unaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri hata mtu wa neno likitajwa juu yako unalifuatilia. Zingine ni ngumu, lakini ni vizuri kuzifikiria na kuzifuatilia. Hata zile zinanenagwa kuhusu watoto wetu, zingine inakuanga ni vitambulisho watu wanapewa, lakini kwa sababu ya kukosa kufuatilia adui anaibia hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ikana gakora ukaiwa mundu ika. Huyu atakuwa kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na hiyo kitu chenye kimenenwa ujui kama ni kitambulisho huyo mtoto amepewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siliwaambia mimi anko yangu miaka mingi yenye imepita aliniita pasa, kitu ilinisumbua, ilinihaibisha. By the way, ilihaibika. Marekani ni watu wengi wakubwa zetu kushinda, wakubwa kushinda, hata kwetu sio mimi mkubwa. Nani naitwa pasa na shida. Alafu nasikiwa tupambie nana kaa chini. Ndio pasa wako ndio tumekiwa na harika hapa. Tunashika. Pasa wapi? Kia wapi? Useme nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu maana alikuwa ananipatia kitambulisho. Nilifikiria kwa haraka kile kitu kinaongea kuhusu baraka za familia. Nikakumbuka Psalms 132. Bwana asifiwe. Psalms 132 ndio hapo wale. Bwana Yesu asifiwe. Nilisoma hiyo sikuongea maneno mengi, ikamaliza. Na ile kitu ikamweka kwa hakika huyu ni nani? Ni pasta. Bwana Yesu asifiwe. After miaka mingi baba yake akakufa.
alikuwa hata yeye mwenyewe ni wa Catholic, wakati ndiye chairman wa kanisa miaka mingi sana. So unajua Father haendaki motion. Kafika mmoja ni watu wamekuja kwa mazishi, wamejaa, hakuna mtu wa kuombesha kwa sababu Father haendaki kwa motion. Kafika tena akaniita kando, kaniambia na niki ukupira wewe pastor wa familia ni ndio kuhoya hali ya kusaidia ndio muone mwe. Sasa Fisani wapendwa, sikuji kwa nimekuja huku kwenu. Kuna nikitambulisho unapewa. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wapendwa, hiyo ilikuwa mara ya pili kuomba tu haikunisumbua, lakini unashindwa ni nini hii? Kwa hivyo wapendwa, ninataka kusema hivi, vitu zingine ni vizuri hata kuzifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuzifuatilia. Hata mtoto akiitwa kitu kizuri kupatia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa ushuhuda huyu mahali wakati nilimzaa, mtu wa kwanza kumuona unless baba yake ndipo yake alikuwa namba 1. Yule mama alikuja kumuona wa kwanza. Alikatazama akasema wow. Oh, akipasta, amweka pasta na nishi kunipa pasta mpaka unfortunately alituacha. Mpaka wakati alipocheka. Na hangekuja kwangu bila kitu ya pasta. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi ninaikupatia na njia hiyo kukutia na choa itakuache na njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio watu walikuwa wanaitwa na mama nani? Kila wakati mpaka akiwa mkubwa jiwadani hapa juzi. Akiingia kwa nyumba, bypass ile komo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wapendwa, wakati alitamka hivyo, wakati alimuona alikuja kwa wote kuniona, ilikupatia ile chapu na nikamwambia Mungu na iwe hii. Na iwe hivyo. Sile tia Mungu atatumia, sina haja naye, lakini Mungu mwenyewe ndiye anajua wapendwa. Hata ni kitambulisho alipewa. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendwa, ni vizuri kujua ya kwamba huwezi fanya kazi, huwezi timiza mapenzi ya Mungu bila kitambulisho. Hao watu tumesoma katika kitabu cha Mitume, walikuwa ni wana wa pasta, walikuwa ni wana wa kuhani, lakini wanatumia jina la ufalme ambao si hawana kitambulisho ya ule ufalme. Kwa hivyo watiweka hiyo kama kili. Bwana asifiwe. Amen. Na ndipo sababu inawauliza, Paulo mnayokia juu yake na Yesu mnayetaja, hao wote tunawajua, lakini ninyi ni nani? Ni huzuni sana mpendwa, uko katika ufalme ambaye haujulikani, wewe hata watu hawajui wewe ni wa huo ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ijulikane wewe ni wa ufalme gani, hadi ndio baba akumenya wewe mwana makiuko. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ile ya kujidanganya ni jina Ngai wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kujidanganya. Watu ndio wanajuaga wewe ni wa ufalme gani. Juzi nilifanya hivi nikitoka Juja. Kulikuwa na shida ya gari. Wale wanajua Juja kuishaki taa. So gari za kutoka Nairobi hazikubaliki kuingia stage ya Juja, anapitaga chini. So stage ya Juja usiku unaweza kama kipata gari ya Rika. So gari yenye ilikuja ilijaa. Watu wamepangwa kama watu kama siku za kano za Moi. Mimi nikaona tu sasa saa ni usiku lazima niingie. Wakati niliingia tu kufika airport ukashuka mtu. Kaka akanishika mkono akanishukisha. Niambia maana mkada hapa. Na wewe no kinyongoni hoya akai muno. Apire kondo wangaanga keje rota. Wewe no kinyongoni hoya akai muno. Gopo atu magiyekire na wewe nakuhegeti kinyapele. Wewe kinyongoni hoya akai muno. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hivi. Haleluya. Amen. Kanini kwa moyo wangu nilijua hata mapepo inajuanga. Tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatimona kuona ni mlevi. Kama ndio kiongoni hoya akai muno. Ulikuwa na shida ya watu wamefinyana kama mizigo. Mnafinyana kwa sababu huna alternative na unataka kwenda nyumbani lazima upate
hiyo ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima itajwe na watu. Mungu aliposhuhudia mwanawe akina Pita walijua, na ndiposa Yesu alipouliza watu wanasemaga mimi ni nani, wengine walikuwa na answers tofauti, lakini Pita alisimama na akasema na ujasiri, wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Pita hata kama ni ufunuo alikuwa amesikia ushuhuda wa Baba pale Yordani, na pia pale katika Yohana 13 alisikia Mungu mwenyewe akipatia Yesu kitambulisho, akasema ya kwamba huyu ni mwanangu, msikieni na mumpende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atorwale na wamulio na ningwete kuna kugai. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ni vizuri hata mapepo ichuake. Shetani mwenyewe alichuaka wakati Yesu alienda jangwani, anamjaribu, maana Biblia inatuambia alikuwa anajaribiwa. Kama wewe ni mwana wa Mungu, silikusema huko, anajua yeye ni mwana wa Mungu. Wakati ilishuhudiwa pale Yordani, wakati alienda jangwani akiongozwa na Roho, Biblia inasema shetani alimuuliza, kama wewe ni mwana wa Mungu, mara ngapi? Mara 3. Kumaanisha nini? Shetani anataka ahakikishe kama ni kweli anajijua yeye ni mwana wa Mungu. Ndio hapo imenyata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umedaje wewe? Ujijue wewe ni nani, ujue ufalme wako, ujue wewe ni wapi, ujue wewe ni wa nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nimewaambia tunaopaka maadui, tunaopaka shetani ni kukosa kujua sisi ni wa nani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kukosa kujua. Ukiwa shule kuna watu ambao walishiki na uchokozi sana kwa shule, na mtoto anakuambia wewe ndio wifafa, ujui baba yangu. Huyo mtoto ujasiri wote aliye naye ako naye kwa sababu anajua baba yake ni nani, na ndio baba hana hatia. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, kuna vita ambazo hautashinda kama hauna kitambulisho cha ufalme wako ambao ni wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo haya ni haya, acha nitaje tu matatu nimalizie kwa sababu ya wakati. Kuna kule kupenya. Kitambulisho hutupatia breakthrough ya mambo yote ya kiroho, ya kiasili, ya kifedha, ya mambo yote ya ushindi. Unakuta ya kwamba una breakthrough. Kungamani na mambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hiyo jambo ya jana nilikuwa ninaiwaza. Mambo ikitajwa hapa unaongelea kuhusu 180 ya kukula siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Nyaraka itoto wane kama nani weke. Halikuwa rahisi kama vile wamwenia amesema. Lakini Mungu si ametusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Si hilo jambo liko nyuma yetu. Hiyo ndio ninaita breakthrough. Iliisha, utukufu wa Mungu ukaonekana, picha yenu ikaonekana, na kukawa na breakthrough. Kile kilinifurahisha, watu kukula na kubakisha chakula ni kumaanisha watu wameshiba. Watu wameshiba. Haleluya. Nilikuwa ninaogopa tusifanye vile kwingine kunafanyanga, unakuta ya kwamba sasa mtu anaangalia laini iko huko na anaangalia sufuria anachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo kitu ilifanyika na jina la Mungu likaheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ninaita breakthrough mpendwa. Hata kwa mambo yako unakuta ya kwamba kuna mambo unataka kufanya na ni magumu, lakini ukiyafanya kwa imani, kwa sababu wewe una kitambulisho cha ufalme uliye na nguvu, utapata breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio ukage tuna kukupea kutuleka
kupatia, kwa sababu kitambulisho chako kinakuwezesha kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona hakuna magari, lakini wewe unaenda na kiti ya mbele mpaka Makongeni noke au ile Nairobi Roysabu anyitenda suma hawakinya Makongeni. Bwana Yesu asifiwe. Si hiyo ni breakthrough katika lile jambo. Na hivyo ndivyo hata kiroho unakuta ya kwamba wewe unang'ang'ana na mambo, unang'ang'ana ukipigana na mashetani. Najua kuna watu wanararamba wakipigana na mashetani. Ati zile story mtu anakupatiaga, nilisikia hivi usiku kiuoga sijui nini. Vitu kama hizo. Mungu anakupatia tu usingizi, unapata amani, na hiyo ndio ninaita breakthrough. Namba 2, unakutaka ya kwamba una uwezo wa kurithi katika ufalme wa Mungu. Kitambulisho kinakupatiaga privilege ya kuinherit, kinakupatia tu kibali, kama vile unajisikiaga so long as kitambulisho chako kimeandikwa baba yangu nina uwezo wa kudai shamba kwake. Si ndivyo hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa unaonaga hata wamama wanang'ang'anaga sana mtu kitambulisho kiandikwe mzee, kwa sababu ile dika dape na una uwezo wa kudai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya lile China. Kwa hivyo kitambulisho kinakupatiaka kibali ya kudai mambo katika ufalme wa Mungu. Kuna mambo zingine tunadaiki kwa Mungu hatuwezi pata. Anazo na tunasemaka mbingu na vyote vilivyomo ni vyake, lakini wewe si mtoto wake, kwa hivyo huwezi dai kitu huko. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie wapendwa. Ndiposa nilitangulia na John 1. Na ya mwisho na nini zile nilikuwa ninawaza, uko na uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa na kitambulisho una uhuru wa Mungu ama katika ufalme. Ni washangaza wapendwa. Kuna watu wameokoka lakini ni watumwa. Bwana asifiwe. Kulia dua hoku nono gobo ramakili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utumwa huu unatoka wapi? Yohana 8 inasema ya kwamba mtaujua ukweli. Biblia inaanza kusema mstari wa 31. Akawaambia John 8, wale Wayahudi waliomwamini Kongo mali ya Mungu. Bwana asifiwe. Wale Wayahudi waliomwamini akawaambia mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Kuna Wakristo wapendwa wanaojiita Wakristo waokovu lakini bado ni watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtumwa wa dhambi, mtumwa wa mambo, mtumwa wa vitu. Bwana Yesu asifiwe. Unajaribuki kutoka katika jambo fulani lakini hautokaki. Kwa nini? Wewe ni mtumwa. Na umefanyika mtumwa kwa nini? Ni kwa sababu hauna kitambulisho cha ule ufalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na nilisema kitambulisho ni kuamini Kristo. Kama ni nguvu za dhambi tunazishitaka kwa sababu ya uweza wa Kristo. Kristo anapoingia ndani yako, yeye ndiye anakuombea ili uweze kukombolewa kutokana na nguvu za dhambi za mambo. Biblia inasemanga, unaweza jiuliza utumwa ni nini? Jambo lolote ambalo linakutawala wewe ni mtumwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anayetukomboa ni Baba yetu kupitia nguvu za Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na kitambulisho cha ufalme wako. Hautafukuza mapepo ikuulize wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Hautajaribu kuomba shetani akunyoke. Umutiwa story taisi.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu una kitambulisho. Zingine tunajiulizaga ni nini hiyo? Hata kuna wachungaji hawajaamini vitu kama hizo. Ati mtu anaweza enda kuomba anyongwe. Utanyongwa. Maana una interact na ufalme wa adui ukijifananisha na ufalme ambao wewe hauna kitambulisho yake. Bwana asifiwe. Nikawapea example, mwanajeshi wa Kenya hawezi kwenda kupigana Uganda akijiita mwana Kenya na hana kitambulisho ya Kenya. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo inafanyika hapa wapendwa. Na Mungu wetu atusaidie. Tupokee vitambulisho vinavyotufaa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Upokee kitambulisho kinachokufaa. Kama wewe ni mwimbaji, upokee hicho kitambulisho kutokana na mwenye ule ufalme unatumikia katika jina la Yesu. Haleluya. Tusimame na miguu yetu. Haleluya. Tunamwambia Mungu atuhurumie. Atuhurumie. Tutabulikane ni gani Tashiana sieki. Tupewe vitambulisho vinavyotufaa katika kazi ama katika kampani za Kenya ama katika institution zote. Ukiachiliwa kazi mahali, unapewa kitambulisho ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ili uruhusiwe kufanya kazi hapo na ukubalike, hata ukitoka nje hapo inajulikana wewe ni mtu mahali fulani. Kama ni mwanafunzi, wewe ni mwanafunzi shule fulani. Si tunapewa hizo vitambulisho? Hata mimi ninayo ya kuhubiri Christian outreach. Nina kitambulisho, sikupewa jana hiyo, nilipewa kitabu. Mimi ni pastor wa Christian outreach. In case of anything. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ya serikali ya Kenya. Na kila department, kila eneo ina kitambulisho chake. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri hata katika nyumba ya Mungu mpendwa, umwambie Mungu akupatie kitambulisho. Ila huduma ambayo amekukabidhia akupatie. Ule mfalme uko ndani yake. Upatiwe ile kubwa ambayo tunaitaka identity card ya ufalme ya serikali yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mikono juu jiombe mpendwa.